Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesisitiza kuwa mpango wa kujiepusha kutoishambulia Iran ni maamuzi yake mwenyewe na wala hakuna mtu aliyemshauri. Rais huyo wa Marekani amesisitiza zaidi kwamba uamuzi wa kujiepusha na vita dhidi ya Iran ni wake mwenyewe na haukuathiriwa na nchi yoyote ya tatu. Trump ametishia mara kwa mara hatua ya kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran huku kukiwa na maandamano ya ghasia yaliyokuwa yakiendelea nchini humo. Machafuko yalizuka kote nchini mwishoni mwa Disemba kutokana na matatizo ya kiuchumi na mfumuko wa bei, lakini yalibadilika na kuwa maandamano makubwa dhidi ya serikali na kuacha mamia wakiuawa. Akihutubia waandamanaji mapema wiki hii alisema msaada uko njiani. Shirika la habari la Reuters limeripoti Jumatano kwamba mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran yalikuwa yanakaribia, ambapo shambulizi hilo hatimaye halikufanyika. Na hata hivyo, vyombo vya habari vya Marekani baadaye vilidai kwamba maafisa wakuu kutoka Qatar, Saudi Arabia, Oman, Misri na Israel walikuwa wamemtaka Trump asitishe mashambulizi hayo. Lakini Trump anadai hakuna aliyemshauri isipokuwa ni yeye mwenyewe aliyeamuru kuachana na mpango wa kuishambulia Iran. Alipoulizwa kuhusu ripoti hizo na waandishi wa habari siku ya Ijumaa, Trump alijibu kwa kusema hakuna aliyenishawishi, nilijishawishi mwenyewe, alisema rais huyo wa Marekani. Alisema kwamba mipango yake ilikuwa ni kufanya mashambulizi mazito ndani ya Iran, lakini moja kati ya jambo ambalo lilimpa nguvu ni kuona maandamano yalikuwa yakipungua na hata vifo na unyongaji ulikuwa ukipungua. Ndicho kilichofanya rais huyo wa Marekani kuamua kuachana na mpango wa kuishambulia Iran. Kutenguliwa kwa madai ya mipango ya Iran ya kuendesha kesi za haraka na kuwanyonga baadhi ya waandamanaji wenye jeuri zaidi waliozuiliwa wakati wa machafuko kulikuwa na athari kubwa katika uamuzi wake, alisema Trump. Iran ilipanga kuning'iniza watu 800 kuwanyonga, lakini walighairi kuwaning'iniza, Trump alieleza. Ninaheshimu sana ukweli kwamba walighairi hilo, aliongeza, na mimi nilighairi kuwashambulia. Abbas Araghchi aliambia Fox News kwamba hakutakuwa na kunyongwa leo ama kesho. Araghchi aidha amesema hali ya utulivu imerejea katika miji ya Iran huku serikali ikidhibiti kikamilifu na kuilaumu Israel na uingiliaji wa nje kwa kuchochea machafuko hayo ambayo hayakuwahi kushuhudiwa katika miaka ya hivi karibuni nchini Iran. Trump pia aliulizwa ikiwa ahadi yake ya kuwasaidia waandamanaji wa Iran bado ilikuwa katika nafsi yake, akisema kwamba tutaona. Licha ya kusitisha mashambulizi ya angani, Marekani ilituma angalau shehena moja ya ndege katika Mashariki ya Kati, Fox News iliripoti ikinukuu vyanzo vya kijeshi. Washington tayari ina meli 3 za kufanya mashambulizi na zipo katika eneo hilo kulingana na vyombo vya habari. Mapema wiki hii Marekani iliwekea Iran vikwazo zaidi ikiwalenga maafisa 5 wa usalama inayowatuhumu kuhusika na vurugu na ukandamizaji wa kikatili dhidi ya waandamanaji. Moja ya magereza ya nchi hiyo na watu wengine 18 na taasisi zinazoshukiwa kusaidia Tehran kukwepa vikwazo vya mafuta. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema siku ya Ijumaa kwamba Moscow inafanya kazi kwa bidii ili kupunguza mvutano katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, pamoja na juhudi za rais wa Urusi Vladimir Putin ambaye amefanya mazungumzo ya simu na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika mpango wa kuhakikisha wanapunguza mvutano uliopo kati ya nchi hizo za Mashariki ya Kati. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.